Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ahmadullah, usalli wa usallim ala rasulihi al-azami sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Naam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehema na amani kiongozi wa umma Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu katika imani, leo tuko hapa katika nchi ya Tanzania, katika mkoa wa Dar es Salaam, maeneo ya Kariakoo, pembeni ya City Mall, ambao tupo katika ngambo yake ya pili ya Britain, ambao ni gorofa namba 3 katika madrasa Darul Iman. Ndugu yangu katika imani, tunawaalikeni katika kuja kusomesha watoto wenu hapa katika madrasa hii ya Darul Iman. Ni madrasa ambayo inatoa elimu kubwa na inatoa elimu pana, fani zote za kiilmu utazikuta hapa. Utasoma Qur'an, utasoma nahau, utasoma sarfa, utasoma balagha pamoja na mantiq na elimu za fiqh, sira na kadhalika. Karibuni hapa kwa kuwapatia watoto wenu elimu iliyo bora ili wamfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwezi kumfahamu Mwenyezi Mungu bila kumsoma kwanza. Kwanza ni bora umsome Mwenyezi Mungu, alafu baada hapo utamfahamu na utafanya ibada kwa usahihi. Madrasa hii inatoa hofa nyingi sana. Kwanza mnakaribishwa, maeneo ni mazuri, ni katika sitting au ni katika gorofa la 3, mtasoma kwa utulivu, feni na kadhalika zipo, na mtapewa vitabu bure. Hakuna kununua vitabu, vitabu mnapata bure na mnasoma elimu sahihi na walimu tofauti tofauti kutoka nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo tunawakaribisha kwa kuja hapa, na kwa mwenye atataka mawasiliano zaidi utaona katika screen kutakaa namba, utanipigia namba na nitakupatia mrejesho na utaratibu wote namna wa kufika hapa na kuja kupata elimu. Itakuwa imependeza kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunawakaribisha wote Waislamu ambao watoto wao bado hawajasoma, tunawakaribisha, karibuni hapa katika mji wa Dar es Salaam, katika maeneo ambayo ni karibu ya Mall City. Mnakuja katika gorofa ya 3 ngambo yake ya pili, mtakutana na madrasa inaitwa Darul Iman. Inatoa elimu bora, elimu nzuri na elimu yenye kuwa na manufaa kuanzia hapa duniani na kesho akhera. Na mwalimu wetu yuko hapa shekhe, pamoja na mashekhe mbalimbali ambao bado hawajaonekana katika runinga yako. Karibuni, 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 na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tufanyie wepesi. Na ukitaka mawasiliano zaidi utaona namba tutaweka hapo, au ni cheki katika mtandao wa kijamii kwa jina la Ahmad ibn Ngoyi Qadhi. Na kwa utaratibu wa chuo chetu, nadhani kila chuo ambacho ni cha dini na kisichokuwa cha dini kinakuwa na utaratibu wa fomu. Tuna fomu yetu hii ya Madrasatul Darul Iman, na fomu utakuja kujaza jina lako, sehemu wapi ulipozaliwa, jinsia, nationality, wewe ni mtu wa nchi kutoka katika nchi gani, na kadhalika baadhi ya mambo mengi ambayo utakuwa umejaza katika fomu. Na fomu hii tunatoa ni bure, haina malipo yoyote. Na pale ambapo utafanikiwa kuja kusoma katika Madrasatul Darul Iman, fahamu kuwa mavazi utapewa bure, kanzu utapewa bure, kofia utapewa bure, vitabu utapewa bure. Karibuni, karibuni, karibuni kwa wote. Na hii form tutamkabidhi mmoja wa wanafunzi ambao wamekuja kujiunga katika chuo cha Darul Iman. Karibu Sheikh, tafadhali. Kama namna tulivyosema kuwa madrasa ya Darul Iman inatoa vitabu bure, na miongoni mwa maktaba ambao kunapatikana vitabu vingi vya Darul Iman ni maktaba moja hii ambao kuna majuzu, kuna vitabu vya fiqh, kuna vitabu vya sira, kuna vitabu vya fani na vitabu vya aqida, na vitabu tofauti tofauti vinapatikana hapa, vinatolewa bure kwa mwanafunzi ambaye atakuja kusoma katika madrasatul ya Darul Iman. Tutaendelea kuonesha maktaba mbalimbali na kuonesha vitabu tofauti tofauti ambavyo vinatolewa bure kwa lengo tu la watu watoke katika ujinga na wende katika manufaa ya kupata elimu. Na moja kwa moja hizi zote ni maktaba na hivi zote ni vitabu, na hivi vitabu ni kama namna tulivyoeleza. Kuna Qur'ani, kuna vitabu mbalimbali vya sira, kuna vitabu mbalimbali vya fiqh, kuna vitabu mbalimbali vya fani, kuna vitabu mbalimbali vya aqida, kwa lengo la kufahamisha watu watoke katika ujinga waende katika manufaa ya kumjua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni maktaba ya Darul Iman. Kofia zipo bure, kanzu zipo bure, na vitu mbalimbali vyote ambavyo vinahusika na elimu yetu vinapatikana bure katika madrasa kubwa hii ya Darul Iman. Na tutaonesha na tutapandisha katika hizi ni kofia
ambazo wanafunzi wanapewa bure. Wanafunzi wa Madrasatul Darul Iman wanavaa ni hizi kofia bure, na kuna kanzu ambazo zinapatikana bure katika madrasa yetu. Karibuni kwa wote, kwa lengo la kumfahamu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pamoja na Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tulipo ni katika mjengo wa Madrasatul Darul Iman, na bango lake hili limeonekana vizuri la Madrasa Darul Iman ambayo iko katika rosha ya 3. Tutaendelea kufika katika reception tuone ni sehemu gani wanasoma watoto wa kiume na wa kike inshallah. Karibuni. Karibuni, hapa ni reception ya Darul Iman. Hii ni reception, ni sehemu anakaa katika mtu ambao anapokea wageni au anapokea wanafunzi kutoka sehemu tofauti tofauti kwa lengo la kuja kupata elimu. Atamkuta reception, atakuwa amekaa hapa. Tunasogea kuangalia mazingira namna gisi wanavyosoma. Hii ndo mazingira sehemu wanasoma watoto wa kiume. Sehemu wanasoma watoto wa kiume ndio mazingira hii, na pamoja na mlezi wa watoto wa kike na yeye yuko hapo. Ndio katika mazingira wapo tofauti, watoto wa kiume na watoto wa kike wanakaa sehemu tofauti. Wa kiume wana maeneo yao pamoja na wa kike wana maeneo yao. Baada ya kuona sehemu ambao wanasoma watoto wa kiume, tutasogea kidogo kwa wanawake pia tutizame mazingira yao. Karibuni sana. Na hii mazingira toto mnaona hapa ni katika miongoni mwa vyombo ambavyo vinatumika kwa lengo la kufundisha wanafunzi, kwa sababu hapa wanasoma lugha ya Kiarabu pamoja na English. Elimu zote wanazipata hapa. Kwa hizi zinawasaidia kufahamu katika mazingira ya lugha ya Kiingereza pamoja na kompyuta na kadhalika katika shule yetu nzuri ya Darul Iman. Tutasogea kidogo pia na kwenye mazingira ya watoto wa kike, tuangalie namna gani wanavyosoma. Na hapa tayari tumefika katika madrasa au sehemu wanaosoma watoto wa kike. Tena uzuri wa bahati, tizama namna shule cha Darul Iman inavyokuwa na ubora wa juu zaidi na kusaidia vijana tofauti tofauti. Hapa kuna nasara, watoto ambao wanaanza chini kabisa na kupanda juu. Utasoma vitu mbalimbali kama namna unavyoona, yani anaanzisha mtu elimu mwanzo kabisa. Utaanza kwenye alif, ba, ta na kuendelea moja kwa moja. Ni kuonesha wanaanza mtu katika msingi, wanampiga, wanamuivisha vizuri mpaka anakaa juu na kusoma elimu pamoja za lugha, English na kadhalika. Na nasar ya watoto wadogo wanaanza mpaka namna watakapofika katika elimu ya juu. Ni kuonesha ni namna gani ubora wa ilmu uliopo katika chuo cha Darul Iman. Utaratibu, panafundishwa vitu vingi mno. Kama mnavyofahamu sisi ni Waislamu, tena watu wa sunna.